Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kinatoa maoni kuhusu athari ya ongezeko la bei ya mafuta kwa wananchi, na tamko hili limezingatia sababu kuu ya ongezeko hilo ambayo ni kuyumba kwa uhusiano wa kidiplomasia na kisiasa iliyopelekea mgogoro mkali kati ya vita kati ya Iran, Israel na Marekani hadi kusababisha kutetereka kwa hali ya usalama katika eneo la Mashariki na kuongezeka kwa udhibiti wa mlango mkuu unaotegemewa kupitisha meli za mafuta sehemu mbalimbali ikiwemo Tanzania. LHRC inaona hatari kubwa ya kuongezeka kwa ukali wa maisha katika jamii ambayo inaathiri moja kwa moja haki ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini haki ya maendeleo, haki ya ustawi na haki zingine zote. Tuangalie kwanza historia ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa mujibu wa taarifa ya Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA iliyotolewa tarehe 4 Machi na 1 Aprili mwaka 2026, mwenendo wa usafirishaji wa mafuta FOB katika soko la ukanda wa Arab Gulf ilipanda kutoka 6.2% kwa petroli hadi 69.98%, 9.8% kwa dizeli hadi 11.4%, 46% na 7.4% hadi 120.81%. Hiyo ni kutoka mwezi Aprili, ni Machi na Aprili peke yake. Hali hii imepelekea ongezeko la bei ya mafuta kwa 33.4% kote nchini, hususan mafuta ya petroli. Athari ya ongezeko la bei za mafuta. Ndugu wanahabari, ongezeko la bei ya mafuta lina athari kubwa katika sekta ya uzalishaji na usafirishaji ambayo kwa kiwango kikubwa hutegemewa na sekta nyingine zote katika usambazaji wa bidhaa na ufikiwaji wa huduma za msingi kwa wananchi. Athari hii hugeuka na kwenda moja kwa moja kwa wananchi ambao ndio walaji wa mwisho wa bidhaa na huduma hizo. Baadhi ya athari hizo ni kama ifuatavyo: kupanda kwa bei za bidhaa, hasa bidhaa za chakula, vinywaji, dawa, vifaa tiba, pembejeo ya kilimo na ujenzi. Mtaona kwamba sasa hivi hadi mchicha umepanda bei, hadi maji ya kunywa yamepanda bei, hadi dagaa zimepanda bei. Yaani hakuna pa kukimbilia. Kwa mwananchi maskini anaathirika zaidi. Lakini kitu cha pili ni kuongezeka kwa gharama za usafiri kufikika na kwa huduma za msingi kama vile shule, vyuo, huduma za afya na matibabu, sokoni na viwandani. Baadhi ya sehemu nauli zimepanda sana, lakini baadhi ya sehemu mafuta hayapatikani, na yakipatikana yako kwa bei ya juu sana kiasi kwamba kama mtu anataka mwaishe mgonjwa wake hospitali ni changamoto kubwa. Ndio maana tukasema hapo mwanzoni kwamba haki ya kuishi imeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutegemee vifo vingi kutokana na hali hii ya kupanda kwa mafuta. Changamoto nyingine ni hatari ya kupungua kwa thamani ya fedha kutokana na kupungua kwa shughuli za kibiashara zinazosababishwa na hali ya ugumu wa maisha. Leo hii nimeangalia kwenye tovuti ya Bank of Tanzania BOT, nimeona shilingi imeshuka sana dhidi ya dola. Kwa hiyo ndio ni changamoto. Lakini changamoto nyingine ni kuongezeka kwa ukatili wa kijinsi na kijinsia hasa kwa wanawake na watoto unaosababishwa na hali ngumu ya maisha katika jamii na swala zima la afya ya akili, kwa Kiingereza wanaita mental health, ambao ni swala la haki za binadamu. Changamoto ya 5 ni hatari ya kuongezeka kwa vitendo vya uvunjifu wa sheria kwa kisingizio cha kukwepa masharti ya kikodi na kibiashara ili kupunguza ukali wa maisha na gharama za maisha. Ndugu wanahabari, sisi tuna mapendekezo yafuatayo kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Kwanza, serikali itoe taarifa rasmi ya ufafanuzi kuhusu ongezeko la bei ya mafuta ikiwa nchi iliweka akiba ya mafuta ili kukabiliana na mtikisiko wa upatikanaji wa mafuta katika soko la dunia kwa takriban miezi mitatu, kama ilivyotolewa katika taarifa rasmi ya serikali mnamo tarehe 28 Februari 2026. Kwa hiyo tulitegemea bei ingepanda mwezi wa 7 kwa sababu mwezi wa 4 miezi mitatu ni mwezi wa 7. Lakini wamesema tuna akiba, lakini kesho yake tu tuliona mafuta yamepanda bei. Kwanza ilianza yapatikane. Ilipofika Aprili mosi ndio tukaona hamna mafuta, lakini pia yamepanda bei kwa kiasi kikubwa.
Kwa hiyo kama walikuwa wana akiba ya miezi mitatu, kwa nini ilipanda kesho kutwa yake tu? Kwa hiyo itupe taarifa rasmi kama wananchi. Lakini ya pili, serikali ipeleke mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya fedha kwa hati ya dharura katika kikao cha 4 cha mkutano wa 13 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kufuta kwa asilimia 50 ya tozo zote zilizowekwa kwenye kila lita ya mafuta ili kukabiliana na ugumu wa maisha kwa wananchi kwa muda wa miezi 6. Tunashauri miezi 6 kwa sababu kama wana akiba ya miezi mitatu wajipe pia na miezi mitatu mingine, hiyo miezi 6. Lakini 3, kuimarisha na kutekeleza mikakati ya kuongeza akiba ya mafuta ya taifa angalau kwa miaka 2 mfululizo. Mara nyingi tumekuwa tukiona mafuta yamepanda, yameshuka. Kuna fluctuation kubwa ya kupanda kushuka, kupanda kushuka, kupanda kushuka. Lakini hakuna mkakati maalum kwamba angalau miezi 24 kuna msimamo wa mafuta. Kwa sababu haya mambo yanajulikana, dunia yote inatikisika kutokana na vita zinazoendelea na siasa za kijiografia zinazoendelea. Kwa hiyo itakuwa serikali tujipange, sisi wa Tanzania tujipange kukabiliana na mtikisiko huo. Lakini serikali itanue na kuanzisha vituo vya uhifadhi wa gesi asilia katika mikoa yote nchini ili kukabiliana na uhaba wa nishati ya mafuta. Kwa sababu Tanzania tumejaliwa kuwa na gesi, angalau gesi asilia. Kwa nini tusitumie na tusitanue wigo wa hiyo gesi ili tuweze kuwa imara katika swala la nishati. Na pendekezo la mwisho, serikali ianzishe mradi wa kuwa na mkongo wa taifa wa gesi asilia. Ni kuongeza katika hiyo tu, katika mikoa yote nchini. Tumeona gesi asilia inatumika kwa kiasi kikubwa, lakini gharama yake ni ndogo. Unaweza kutumia mafuta kidogo sana kwenda mkoani na kurudi, tofauti na ukitumia petroli ambayo tunainua kwa bei kubwa, lakini pia gharama yake matumizi yake ni madogo. Kwa hiyo wito ni kwamba serikali izingatie maoni ya wananchi kwa kufanya utekelezaji wa dharura mara moja kwa haraka ili kupunguza athari zinazoendelea katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kwa hitimisho, mwathirika wa gharama za mafuta na upandaji mkubwa wa gharama za mafuta ni mwananchi mnyonge, ni mwananchi maskini ambaye hata ilivyokuwa kawaida ilikuwa ni changamoto kwake kuyapata na kuweza kupata huduma za jamii. Sasa inapokuwa bei zinapanda namna hii mpaka ya unga, ni athari kubwa kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo naomba niishie hapo na asanteni kwa kunisikiliza. Unajua, unapokuwa ongoza nchi, uliopewa mamlaka ya kuongoza nchi kama serikali, kitu cha kwanza cha msingi cha kuzingatia ni katiba ambayo ndiyo ina miongozo na taratibu zote za namna ambavyo serikali itapaswa kuongoza nchi, lakini pia katiba imetoa haki za watu ambazo zinapaswa kuheshimiwa. Sasa mojawapo ya haki muhimu sana ambazo kimsingi ni muhimu kuheshimiwa ni pamoja na haki ya kuishi kama ambavyo imeainishwa kwenye ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna haki nyingine ambazo ni kama haki ya maendeleo, ustawi wa jamii na kadhalika. Sasa hizi haki zote zinapaswa kusimamiwa. Maanake ni kwamba serikali hairuhusiwi aidha kufanya jambo kupitia taasisi zake au viongozi wake au kutokufanya jambo ambalo kimsingi lingeweza kulinda haki za wananchi ambazo ni pamoja na haki ya afya, haki ya kuishi na ustawi. Sasa jambo hili ambalo kimsingi linaenda kuathiri moja kwa moja maisha ya watu. Unajua, unapopandisha bei za mafuta ni kila kitu kinapanda, inaathiri hadi uchumi, inaathiri hadi ustawi wa maisha ya watu. Hii yote ni suala la kisheria ambalo linazaliwa kutoka kwenye katiba ya nchi yetu ambayo kimsingi serikali ndiyo mwangalizi wa ustawi wa haki zote za wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hapa, msingi wa kwanza unasimama kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano na ndiyo sheria mama inayowajibisha serikali kwenye masuala kama haya. Kwa hiyo
ni wajibu wa serikali na vyombo vyake kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinatokea kwa maana ya kupanda kwa gharama za maisha inaenda kuathiri moja kwa moja haki nyingi sana. Najua ukizungumzia, hata leo nilikuwa nasikia kutakuwa kuna hichi kikao cha wakala wa usafiri pamoja na waendeshaji wa vyombo vya moto. Sasa tafsiri yake ni nini? Kuna taarifa ambazo kuna baadhi ya watu ambao wameanza kukosa huduma tayari kwa kadi inavyostahiki. Sasa hii inaleta maendeleo chini. Kama watu hawezi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa kutumia vyombo vya usafiri, maana ni kwamba hata kazi ambayo ndio msingi wa maendeleo hazitafanyika. Kwa hiyo ndio maana tunarudi sasa kwenye msingi wa katiba kwamba serikali inapaswa ifanye mambo ambayo tumeyapendekeza ili kuweza kuileta kwenye msingi ya usimamizi wa katiba na kuweka ustawi wa jamii, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Kwa msingi mkubwa wa uwajibikaji ni katiba ya Jamhuri ya Muungano ambayo ndio inaelezea haki lakini pia na wajibu wa serikali kusimamia masuala muhimu ya kimaendeleo, lakini haki ya kuishi na kadhalika kwa wananchi.